watoto uko karibu. Mchawi hata gusa mtoto yako. Mie siaminie hivi niko kukanisa hapa. Batoto yangu bebeo kunyumba kule. Njoo mchawi akuye akamate mtoto yangu Priscilla amwonyeshe bulozi. Mimi siamini hivi. Au simtumiki Mungu. Amen. Batoto yangu beko protéger. Chini kwa mkazi ya Mungu. Na wewe panchiko mkazi ya Mungu. Amen. Msikiliza Mungu. Njoo kisha wewe ukiamsikiliza, yeye aache batoto yako kule. Atabapigania. Amen. Ni yeye isitoke manyumba. Amen. Amen. Ezekia iko pale. Eko natengeneza vitu ya Mungu. Bila intérêt. Kama unamtumikia Mungu hapana kwa na intérêt. Usitafute intérêt. Nafanya hivi juu Mungu nifanyizie hivi. Wewe fanya kwa moyo uko tu sawa. Dada fulani alizala. Nikamtejea kwa bukali. Fika hivi. Profeta anasema hivi, njia yenye una trace bakusaidia. Mungu atakusaidia wengine. Amen. Fulani ni nini? Aonekana kwa kanisa. Ndio njia Bilatu. Nenda umpeka Bilatu. Sana mimi kama mgonjwa. Na mimi takosa Bilatu. Hata kuletea. Mungu atakusaidia we. Sama ni wainja kanisa. Amen. Peut-être. Utakotunekala tu hivi. Ewa. Kuko makazi ya bashinoa huko. Njoo vile sasa. Twende kwa. Sama wewe mkwenda mwenye alikupeleka anakosa. Wewe mwenye alikuleta unapata kazi. Mungu anakulipa. Amen. Ezekias alikuwa anafanya vile vyote bila kutafuta intérêt. Mungu asema sawa Ezekias. Banatembea na Ezekia. Banatembea. Fika hata moya hivi. Ezekia profeta anasema kama aliponyokaka kaijikolaka akapata kilonda kumkuu. Kilonda, imaginez-vous président. Eka kilonda. Shida kitu kadogo Profeta anasema haikuwa kilonda cha kawaida. Asema ilikuwa ni kanser. Iliingia mkilonda. Oh William Branham. Mungu asifiwe kupatia nabii sawa. Amen. Juu anasema Mungu kama mnyangula yulu sana. Anaona evenema. Asema ilikuwa ni nani kanser. Ilikuwa ni kilonda chenyewe. Hakiponi tena. Sasa leo tutasema kidonda ndugu. Mufane kilimumbana atembei tena. Anataka kujitana. Kilonda ba médecin bote. Ndio mimi napendaka vile. Haleluya. Mimi napendaka mahitaji kubwa ya kutisha. Ndio Mungu intervenir. Haleluya. Sabe témoignage ya bibi ya Pasteur Malik. Bibi ya Pasteur Malik anaanza kuzala kule binashindikana. Ba médecin anasema no. Ika yako paka césarienne. Na ina huko. Omonje wai wende swati Uvira, swati wende Kabimba. Swati wende wapi karibu? Kabimba. Banapanda nani boti. Bubu banafika hapa. Banafika hospitali. Munganga anapima sasa. Paka césarienne. Ni ngapi césarienne? Tena kama mbaya $200. Na ile $200 ndio yangu tu. Utalipa kwanza 100 kisha operation tena 100. Na utaleta $80 jia madawa. Bana katutapata makuta wapi? Sinjo sa Mungu abakanane kuendelea. Amen. Mungu mpaka tunashindwa. Ndio anakia sasa. Mlishindwa hivi tu mlifanya hivi. Sinjo nionyesha depuis mwanzo baba. Ningetengeneza kila kitu. Juu nisishindwe tu. Bana kwa décide. Basi docteur. Wende opération. Docteur amejaa msale yake. Anavala makazi ya bufala ya docteur. Anavala bimakashi nebi yake. Anavala magan. Na mabiuma ya kuchinja mtoto wa Mungu. Mungu asema sawa, utafezeka na $200 yako. Ndio Mungu. Haleluya. Anaingia msale Mungu. Kufika. Anafika pale nje. Sasa alikuwa anaongea na watu. Dada anasema Mungu akapermeta aongee na watu kwa nje pale. Kumi sasa anaongea na watu kule. Yeye kuna zala huko. Yeye kuja kwa mlango. Eka asikia yunge. Utaopere tena. Anapeleka makazi yake. Kuna bezao ya Mungu. Amen. Ndio mtambo kutumikia Mungu. Niko nateseka mkia busiku, mchana, mumvula, muvukutu kukanisa. Sana kama problemu yangu. Mungu nenda pia kazi. Kama unakamata kazi ya Mungu na mikono mbili. Amen. Sasa uko na problemu yako. Profeta anasema na Mungu naenda kamata hitaji yako na mikono mbili.
Ni nani anza kuchokoza binti wangu? Hii kapima ni kuchafuka hivi. Eko na vichunga hivi. Nani atapima? Ni Kalozi. Anaua. Ndio. Kama unjejua majirani wengine nakufa, ujirani mzuri. Tena mama ni mzuri na moya mzuri wewe. Unaacha na kufia. Sasa nikusa nyumba yako. Kumi ni 10,000 volt. Mungu anampitisha haraka. Amen. Unapenda mtoto wangu atangulie, awe tangulia kwa. Yaani mtangulisha kwa. Amen. Haleluya. Amen. Ezekiel alikuwa pale. Haleluya. Amen. Anafanya kazi yote sawa. Wakati mwana gonjwa, makuta ya bufalme haikuweza kumsaidia Ezekiel. Nguvu yako haitaweza kujisaidia kuhitaji yako. Mungu alikuwa anamsukuma Ezekiel mkiwango chenyewe, ufalme na makuta ya kifalme haitasaidia kuile hitaji. Inabidi paka mfalme wa wafalme ndio ajibie kuhitaji yako. Ndio anapendaka utukufu murudilie. Amen. Ezekiel anachoka. Anakuwa na petetre mandoto ni akufa tu. Nini? Nalota sasa sanduku. Ile saa anasahau na kusahau kama baganda ndio kumulango. Anajikuta na yeko tu mtu kawaida. Mungu anasukumaka watu mwile manivo. Jia penda tu. Amen. Utukufu murudilie. Amen. Ezekiel seko pale shachoka. Mungu anamwonyesha Isaya. Isaya, uende muone mtumishi wangu, mfalme ya watoto wangu. Uende muoneshe ya kwamba mi Bwana majeshi nasema hivi, hatarishi nyumba yake. Profeta alisema ilikuwa nyumba yake ya kulalia, ilikuwa ni nchi yake. Hatarishi nyumba yake na watoto, kwa sababu yeye wakati akwende na eneo. Amen kanisa. Amen. Kama uko tuishaona ile experience mara mingi, batoto ya Mungu mara mingi habakufaki na kifo cha ghafla. Hata alikuja tu kidogo na kufa. Anayua secret. Meme une semaine avant, Mungu akashamuonesha kifo chake. Mwenye mnashituka, yeye alikuwa anajua deja. Hata ni kifo cha gari. Mungu anaonyesha na kama evenema. Ndio kama na juzi alikuwa anasema hivi, Mungu akashamuonesha. Ezekiel atakufa. Kanisa ni pila kusema kitu kimwale. Priere ni kitu cha maajabu. Hata profesi natoka hivi, Bwana majeshi anasema utakufa. Kama ukikufa ni wewe peke. Kama Mungu anapenda kukuua, des fois hata itangaza hata mprofesi atakufa. Chatanisha tani peke tu kunyumba. Anataka ndoto tu, anakufanya comprendre mundoto kama utakufa. Mais pourquoi profesi natoka? Haleluya. Amen. Ezekiel nani Isaya anakuya. Profeta asema Isaya sana anakuya. Sinjo vile naona fanyaka frère au dada, kama Mungu alionyesha message, nafika. Frère, Mungu alionyesha. Asema kutafanyika kitu fulani. Sasa dada fulani atavunjika mkulu na hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio vile Mungu alionyesha. Haya yako. Amen. Kama Mungu anakuonyesha ebenema mbaya ya ndugu, haina kusema itafika. Ni juu wewe mwenye unaona uombe kile kitu kishifiki. Amen. Mesi tuko na hali mbaya. Sasa Mungu anakuonyesha kama ni ndoto ya dada anafisha mtoto, wewe unakaa chunga mtoto akufe, juu jitapa sana. Nilionaka kile kitu kile. Nilionaka haya yako hata kufa. Amen. 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 Inakuwa ni avertissement. Ndio Mungu anafanyaka vile. Mungu atubariki sana. Amen. Isaya anakuja. Aisha vimba. Bana mshimamisha kumlango wa mfalme. Jote nyama mfalme ovyo ovyo nyumba yake. Ni nini mfalme? Nani nabii wa Mungu nini? Asa Mungu anituma. Mfalme wenu anapasha kufa. Oh Seigneur. Anafungulia. Anaingia pale. Eko na message ya Mungu. Mfalme, Bwana, nipishe. Niko na message ya mfalme. Ni nini mfalme kule? Atakufa. Ni hivi Bwana majeshi anasema. Okay. Anaingia hapa ndani. Bana mliza paka mshamba. Kumkuta mfalme ala mkaki tena. Leo tuko kitanda. Sasa mfalme, mtumishi wa Mungu Isaya anakuja. Anajioga tu hivi. Anamuona deja Isaya yuko pale. Hivi Bwana majeshi anasema, wewe Ezekiel utakufa. Tengeneza nyumba yako. Arrange kila kitu sawa. Mnamna nyingine tafuta kama atakuremplacer hawe tayari. Amen. Kwa sababu we utakufa. Hivi Bwana majeshi anasema. Amen. Haleluya. Amen.
Kanisa ya Yesu Kristo. Amen. Nilimionyesha ile siku. Tuko na puissance ya maajabu. Amen. Kufa ni neno ya Mungu. Amen. Fasa ingine profeta anasema, Mungu akakuonyesha takufa. Usineglige. Tayarisha deja maisha yako. Kisha kutayarisha maisha yako iko sawa. Njoo sasa unyimu maombi muoneshe Mungu. Bwana, si apenda kufa. Umconvaincre Mungu wako. Amen. Amen. Kupitia masouvenir ushafanya. Bwana, kumbuka kukanisa. Kulikuwa problem fulani. Mimi nilitaka solution kupitia neema yako. Kumbuka dada fulani alikuwa na problem fulani, nikaenda kumuona makuta yangu mie ndio imesaka ile problem. Kumbuka frère fulani alikuwa munjala, makuta yangu mie Bwana ndio nilipatia, ndio ilileta solution. Angalia mtoto fulani alifukuzwa kwa masomo, mimi nilikutaniwa pale. Seigneur, nikaenda kumsemea atachukua na makuta akasoma. Kumbuka Bwana, fie fulani mwili acha nakuwa mashauri yangu mie si ndio vile nakuaka vile. Amen. Sasa unaangalia, njoo mfufulaka Dorcas. Mungu anaangalia, ni kweli. Analeta ingine, ni kweli. Ni kweli. Sasa Bwana, sulisema maombi yote ya imani. Unasikiaka? Na hii maombi yangu, si ni ya imani Bwana. Mungu aache. Hataacha. Haleluya. Amen. Ezekias kisha kusikia profesia ya kweli inatoka kwa nabii mkubwa. Profeta anasema Isaya ni mmoja wa manabii makubwa. Amen. Aliandika Biblia yote mzima Isaya. Kitabu cha Isaya kiko na mabitabu 66 na Biblia iko na mabitabu 66. Isaya alisema juu ya uumbaji, juu ya kuja kwa Yesu, mpaka na juu ya ufufuko na mpaka ya kumbingu. Alimaliza vyote. Me ule nabii mkubwa sawa ule anafika mbele ya mtu mwenye kuwa na imani. Amen. Amen. Ndio vikafanyika. Haleluya. Amen. Tusome kwa nabii wetu. Amen. Jusa tanya mu priere, mui deju iko mbele yetu. Ujue kama woko nani. Na ujue kama semi yako we iko na importance munene. Iko na beso. Haleluya. Iko na lazima kubwa. Sema tu. Utake Mungu atafanya. Sema tu. Problem priere ni nini? Chini kusema tu. Na sasa unasema kuna amini ndio unasema. Cho basi. Priere ina nguvu. Haleluya. Priere haina nguvu. Ni uamini ndio unasema tu mbele ya Mungu. Na tabia vinafanyika. Comment la foi agit? Namna gani imani natenda? Alléluia. Amen. Yamule 16 852 paragraphe yake 45. Comment la foi agit? Sikia. La prière change les choses. Maombi inabadilisha vitu. Tuseme amina. Amina. Magumu yote uko nayo wewe. Mikoshi yote uko nayo wewe. Vita yote iko pamoja na wewe. Hali yote, nguvu ya giza yote, hata bachawi bote bakabima bele kukupiganisha. Me maombi inabadilisha vitu. Amen. Alléluia. Amen. Elle change la mort en vie. Inabadilisha kifo mbuzima. Maombi huko akufa. Unasema Bwana sipendi kufa. Na Mungu kumingo naitika amen. Anakuongezea masiku. Kitu gani kile? Maombi. Amen. La prière. Maombi change les circonstances. Inabadilisha matokeo. Haleluya. Amen. Ulipata kupatikana magumu ya nguvu sana. Maombi inabadilisha. Kama huko mtu wa maombi, Mungu atakuonyesha hata kwa vita yenyewe unapiganisha. Maki prière yako tu wewe inampatia Mungu kazi ya kubadilisha mambo yote ya adui anapenda kufanya. Na bila hata wewe kujua. Prière. Là le prophète pale nabii était très embarrassé. Alikuwa mwenye kutoka sana. Sans doute. Bila hofu. De retourner kwa kurudia en considérant le peuple. Mkuangalia taifa. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Lakini angepaswa kufanya kitu kenye Mungu alimwambia afanye. Hapa sasa nikisha yeye kusema nabii anakudia mwenye kuvimba. Bana muonesha mfalme nani nabii wa Mungu. Ushamonesa
nishamaliza mambo yote. Nishamaliza mambo yote. Eko naenda. Anakuwa nakudia. Ezekias, Mkristo kamilifu, anasema nakatala. Sitakufa mie hata. Siwezi kufa mbio mbio vile hata. Unaweza kufa mbio mbio je dada? Amen. Amen. Hii dunia hii ndio kifo, ni neno ya Mungu. Mimi tunachikatalaka mara nyingine na Mungu anatufanyia neema na kubali. Tulikuwa tuisha amen. Isa tushaka kufa zamani. Ndio vile bandugu yangu. Mimi hii dunia hii. Hii dunia hii, angatu bandugu yako tu ungali mzima. Angalia watoto wako kisi bila batrete. Njoo ukufe. Njoo watobeke kwa ndugu. Hii dunia hii. Bonjo batoka bachawi. Bonjo banakoyolaka. Bonjo banaibaka mboka. Bonjo beko sispea buchawi. Haleluya. Amen. Oh, Mungu atuongezee masiku ya kuishi. Atufanyizie neema. Watoto wetu baoe na baolewe. Tuone na bayukulu. Oh, Mungu atufanyizie neema. Haleluya. Pourvu que tujideside kumutumikia siku yote maisha yetu. Na ataifanya hayo. Sana kwa nakudia. Haleluya. Alikuwa yatoka hata nje. Mtumishi wa Mungu nabii anasema, nani mfalme Ezekias, asa Mungu nakusi. Ile vrai ni wona toka mkusema. Me Bwana nakulilia. Ukumbuke hata kisi nilikuwa naishi mimi. Nilikuwa naishi na woga wa neno yako. Na unyofu wa moyo wangu. Nilifanya yote ni kwa haki yako. Nilijikaza kukupendeza Mungu. Utamkumbusha Mungu nini dada yangu na ndugu yangu? Utamkumbusha Mungu nini? Haleluya. Kila akte uko nafanya nzuri, hata mwanadamu akuiona, Mungu kumiko naona. Haleluya. Mungu uko naona hayo. Na njo matendo yetu mema inatusaidia mu mapoint nyingine, hapana tu si hata watoto yetu. Beko nasaidiwa jia maisha yetu tu sawa yenye kwa sawa. Mungu asabwaki, ni Biblia nasema, asema Mungu asabwaki tendo yote iliyokuwa njema mbele yake. Hasa waki wema wozaki. Niko nasema Mungu unikumbuke. Unikumbuke Mungu. Nilijikaza kuishi na moyo wenye kuvunjika mbele yako. Ukumbuke Bwana. Mungu anaangalia nyuma, anaangalia kisi baba yake alitiaka makanisa masanamu mugini fasi yote. Anaangalia kisi Ezekias alikuya kufunga makanisa yote ya kizehebu yenye kuabudiwa na mamizimu, akafungua kanisa Jehova. Mungu asa sitaacha. Haleluya. Sitaacha ubinti wangu hata. Munamna nyewe mukabima mwenye kwa ambianza hivi. Me kila saa kanisa yo ule mbili bila kukaziwa. Aina kuabudu. Hii magumu sitaiacha. Sitaiacha. Ndio. Mungu pale amonese Ezekias asema na kusamehe na kuongezea masiku. Anaacha kumuonyesha Ezekias, anarudia kwa nani, kwa Isaya. Profeti Bwana anasema jia nini? Isaya alikuwa sawa vile tai. Okay. Amen. Amen. Tai ni ndege na kukaka yulu sana paka karibu ya mbingu. Me hii mandege nyingine haitaweza kufika kule tai na kuaka. Ingawa nani Ezekias aliweza kuomba aliweza kulia. Mungu akaona masamaha yake. Me Ezekias hakukuwa karibu na Mungu sana kule yulu. Juu Mungu afiki kusema naye. Me mwenye kwa karibu ilikuwa ni Elisha. Ndio profeti anasema. Na Isaya anashoka Isaya. Isaya uende muonesha na msamehe. Na muongezea. Kenza ndio profeti anaanza kufasiria sasa. Alléluia. Amen. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Angepaswa kufanya kile kenye Mungu alimwambia afanye. Prophète anasema hivi. Eh bien, écoutez. Na sasa sikilizeni. Ça vient. Minakuya. Cette volte-face. Ile sura ya unyenyekevu. Volte-face. Maana yake, sasa ulikuwa unaenda hivi. Mara moja unageuka, unaanza kwenda hivi. Maki nani volte-face ni kugeuka. Amen. Amen. Kugeuka na kutupia mkongo kulikuwa naenda. Mako na changer uelekezo, una changer direction. Ndio volte-face.
Alléluia. Prière ni volte-face. Peu importe magumu yako kunayo. Profeta anasema kama tunapata madifikilte, hata shetani akonyeshe kitu gani, hata profesi itoke, tupia mkongo kile kenye upendi. Amen. Oh, utakufa, baisha kukufunga, baisha kutamusha ngambo ya bahari, baisha kukukula, kuna wakati ufe. Tupia mkongo ile kitu. Na uangalie kumsalaba. Solution iko hapo. Hapana kuitikia kitu kibaya. Profeta anatushauria ne témoignez rien du diable. N'ayez même pas de pensées négatives. Mawazo ya kushindwa. Hapana kuwa na bili. Wewe ndani yako sema mie tapata kafranga. Mie takuwa tajiri mie. Batoto yangu batakuwa batajiri. Mie mkabima tatembeza gari. Mie ndio mawazo ya mtoto wa Mungu ile. Amen. Haleluya. Amen. Sinikiza tu batu mdunia bazisi. Chini hivi magumu hivi hata niombe Mungu anisikia. Maki najikuta tu bo. Ni tu kanisa vile tafanya haya. Kuya tu ufanya haya. Pia utusindikize tu. Utusindikize Yesu. Haleluya. Amen. Imani haina vile. Profeta anasema la foi. Imani. Il refuse de regarder aux circonstances. Inakatala kuangalia kwa matokeo mabaya. La foi. Il refuse de regarder aux symptômes. Inakatala kuangalia kule magonjwa. Amen. Amen. Mkono wangu bayama batakata tu kilonda hiki. Profeta sasa imani inakatala kuangalia kile kitu. Imani inangasa itapona hapa sasa hapa. Daire hii dawa natia njoo ya mwisho hii. Njoo imani. Amen. Cette volte-face. Ile aina ya kutubia mgongo, maki ya kusula mambo yenye kukutatiza, unaisula mjina la Yesu. Haleluya. Amen. Sikia. Sikia vile nabii anasema. Cherchez toujours. Tafuta tu la face de Dieu. Uso wa Bwana. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose, hata kama mtu fulani anakuambia kitu fulani de contraire à ce que Dieu vous dit, kwa kupingana kile kenye Mungu alikupatia, ne croyez pas cela. Usiamini kile kitu. Haleluya. Hapa Isaia alikuya na hivi Bwana majeshi anasema. Lakini saa amonesha mtumishi wa Mungu nani ule mfalme Ezekia sasa anampatia profesi ndani ya moyo wake, na yeye Mungu anamonesha hautakufa. Mungu mkusema atakufa, Mungu mkusema ndani yake hautakufa. Anaaminia kenye nasikia ndani yake yeye peke. Anasema mie sitakufa. Amen. Juu Mungu anaonyesha sitakufa. Mie sitakufa. Haleluya. Amen. Hata mtu gani? Hata ni mfumu mkubwa, mkabimba, wewe mkutembea hivi, unanikonga. Mtoto, leo hautalala usiku. Utakufa. Katala pale pale. Hapana kumwachia hata muda wa kuwaza. Profeti kwa tonesha. Haleluya. Amen. Hata unakanyaka kitu kibaya kani mama sisi. Unasikia deja danger. Mama yako tu. Eko na mazambi yake. Unaweza kumulilia kwa masisi. Amen. Mama yako iko na uwezo gani? Kama naamini ujumbe, ni uwezo tu wenye Yesu alimpatia juu ya wokovu wake. Si uombe wewe. Hapana kuchunga. Usimwite hata pastor. Usite hata mtumishi. Wewe peke pale. Kanisa. Profeti Bwana anasema hata Mkristo mwanaamini leo hii. Asa mkulu wake uko yule akichwa cha shetani. Maki sasa unasimama hapo. Shetani anaanzia ndio chini ya mkulu wako kushuka kule chini. Ndio shetani. Sasa kachawi ni kadisipi ya shetani. Kama baba yako tu yuko chini ya mkulu wako. Alafu mwanafunzi wake. Haleluya. Niko napenda mtoshe boka. Amen. Tuko na Mungu mkubwa. Amen. Nanya mnyumba mko giza. Janine kwa nipeleke kwa. Ingia mnyumba. Binti, ingia mnyumba. Malaika wa Bwana eko mbele yako. Si kweli? Na mimi nitaokopa tu ingia mnyumba yangu njoo nini? Make mchawi na ingia mnyumba yangu mimi. Afanye nini? Aliangusha makuta yake. Amen. Mungu amisaidie susiku moyo wangu ingi ndani yenu. Nitaelewa zaidi kitu. Amen. Hapana boka. Mtu wa boka anapoteza hata bahati yake.
Ne croyez pas cela Usiamini kila kitu. et obéissez à Dieu. Na utii kwa maneno ya Mungu. Allez-vous le faire? Mutavifanya. Amen. Kanisa, mutafanya hiki kitu. Hamutaogopa wachawi tena. Na mutatia imani kwa Mungu. Amen. Peu m'importe qui il est. Hata kama yako nani, Ule mtaniletea mambo ya kusema wewe bali kufunga, utakufa, bali kulotea, asema magumu yo ile. Hata ni nani? Combien il est intègre? hata kama yako aje. Hata ko mutawa ni mtu wa kiroho sana. Sasa ni frère Alfred. Njoo ananiletea television. Ule mtumishi iko najisanctifier sana. Yake itafika tu. Haitafika. Amen. Ni nani? Ni Prophet Branham yeye pekee ni mulota. Anaonyesha Bwana majisha anasema utakufa 8 heures. Haitafika. Sikia huko vile Prophet anasema. Inadepende na wewe peke. Kama unapenda kutangulia, utaenda kuko mtu mwingine hata mshauri sana dada, habita kufikia hivi Mungu. Lakini hata mjia watu walinionyesha vile vile. Ndio, lakini Mungu wetu eko mkubwa atakusaidia. Sasa nisaidie tu. Chuma ndo tulishalota sana na mwingine hapa unatoka hapa. Anaisha ile mambo lakini iko sasa kufa. Wewe uko tu akufa. Uko tu akufa wewe. Amen. Peu importe qu'il est intègre, Hata kama yako akiroje. qu'il soit un grand pasteur. Hata kuwe pastor mkubwa. Haleluya. Hata ni pasteur mkubwa. Ndio anakuja sema, Bwana alisema kupitia zawadi ya kwamba utakufa. Hata ni pasteur mkubwa. Haleluya. Wewe imani yako inasema nini? Ezekia, imani yako inasema nini? Inakubaliana magumu? Oh, maombi. Qu'il soit un grand prédicateur. Hata kuwe mhubiri mkubwa. Hata ni mhubiri mkubwa. Haleluya. Haleluya. Hata ni pasteur Masudi. Haleluya. Hata ni pasteur Kiza. Hata ni pasteur wote weunde. Haleluya. Anakia message ya kweli. Ni Mungu alimtuma. Lakini imani yako we itaweza kubadilisha kile kitu. Amen. Sio kusema kama ile message anakia ni ya bongo. Ni ya Mungu. Ndio anamtuma kwako. Me imani yako we dada itaweza kuchanger hata mawazo ya Mungu. Amen. Imani yako itaweza kuchanger hata neno ya Mungu. Ça c'est vrai. Amen. Ndio kama anasema hivi Bwana anasema. Ni neno ya Mungu. Kenye Bwana anasema, shimake ni maneno yake. Imani yako, maombi yako itaweza kubadilisha. Amen. Haleluya. Amen. Atawe na ni prédicateur mkubwa. Prophète anasema, même s'il est un prophète, Hata kuwe nabii. haleluya. Amen. Atawe nabii. Kanisa lakini Mungu naelewa bibitu. Juu peut-être Mungu distrait. Ese Mungu naelewa bibitu. Mtu mwenye na sikio ya kiroho, sasa na sikia hii. Mizizi ya kiroho iko na ingia maneno ya Mungu. Hata tingizika tena. Hata ni nabii. Chunga usikie profeta anasema. Il peut avoir été envoyé par Dieu. Anaweza kutumwa na Mungu. Alléluia. Hapa pa envoyé par Dieu. Hata malaika. Eh. Malaika ni messager wa Mungu. Ataweza kutumwa na Mungu. Hata akuye. Kama Mungu alishasema mu moyo wangu, mimi nitakubalia kenye Mungu anasema mu moyo wangu. Amen. Il peut avoir été envoyé par Dieu, Anaweza kutumwa na Mungu. un véritable Wa uhakika. et authentique prophète ordonné de Dieu. Wake ule mtu wa uhakika nabii anatumwa na Mungu. Mtu maana nabii wa uhakika na alisi. Maana authentique, original. Kama tunakaba nabii wengine beko hapa. Ateko na eko na sasa paka na anapana na langu. Aba baba ro chaka 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 chaka. Hata mko naongea naye tu. Ndio, aba baba ro chaka. Hata pana na langu. Na mu muziki.
Anaimba naimba, kuko couple ingine ni a parler en langue. Kweli kabisa. Anafanya una repetition parler en langue. Zamba zalaki, ababaro chaka chaka. Yemoko wazala anabamba, na ina mu clip. Zamba alobaki, arabajako. Acha maparcelle ba. Mapasse time. Mais huko anasema hata ni nabii halisi wa Mungu. Mais Lakini si Dieu vous dit quelque chose de contraire kama Mungu anakuambia kitu kingine kinapingana na kile à ce que ce prophète a dit, kwa kile kenye nabii alisema, ne croyez pas ce prophète. usiamini yule nabii, Croyez Dieu. uamini Mungu. Combien croient que cela est vrai? Wangapi wanaamini kama ile ni kweli? Alléluia. Tumsikie Bwana makofi. Amen. Ni probleme ya imani. Ni probleme ya kumuonja Mungu. Kama mtu ashakaonja Mungu, anaelewa zaidi kile niko nasema. Haleluya. Mungu wetu anajifunua kibinafsi. Hata ine tunasema hapa. Kuko benye banapata kuelewa kuzuri zaidi. Na batatumikia kikitu. Amen. Me wewe mwingine boka buko pale unachao. Mimi najiulizaka kama tu mzazi wangu na boka la bachao. Alafu si batoto. Sinyo vile. Kuku tuko naogopa kabemba. Na eko na batoto yake pale. Kabemba kupita tu mama kuku ndio. Batoto yake. Chata shuka tu kuamba tu na mama. Kila mama tu. Mais tu as besoin de résister. Amen. Hapana Seigneur. Non Seigneur. Hata Bwana, hata wewe mwenyewe. Hata wewe mwenye Mungu wangu. Tuko antuka na watu babaya. Mais acha magumu isifike. Batasema je Bwana? Angalia kanisa. Kuko vitu tunapaswa kumuonesha Mungu. Seigneur angalia ipo nenda kunifikia hapa. Niko na invite frère fulani na sœur fulani kusikia neno hapa. Ima kumika katika nyumba yangu Bwana. Hata shindwa. Je mtemonya saba chawi, balikia kunifienta. Kisha bachawi kunifienta na mwinvite frère John kwa kanisa yetu. Ye naye frère John balikia mutabanisha kule mkumfienta. Niye kukanisa na ngoba nafienta na. Na shina bakia tu basi. Il faut akutana kitu kiko zaidi ya kanisa yake. Amen. Sabana kufienta. Frère, ya zamani sana bibi. Si kanisa yetu kama unaamini réellement tuko na Mungu wa kweli. Ataba kukuonyesha kitu. Neno huko nasikia tu ni puissance ndani ndani yako. Hakuna mata inampatia kiu. Chini chumvi. Inampatia kiu. Twende kwa kanisa yenu. Anafika asikia sasa njoo neno nitafuta kai. Na mtu anajiokea Mungu. Amen kanisa. Amen. Mungu eko bien hein? Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils hapana niende twende kwa kuishi. Alléluia. Amen. Biko bien sana. Pourquoi beaucoup de chrétiens kwa nini Wakristo bengi trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne? Banakuta nguvu sana, banafanya nguvu sana kuishi maisha ya Kikristo. Voilà. Juu ya nini Wakristo wengi wanakuta vigumu sana kuishi maisha ya Kikristo? Mungu wetu atubariki sana. Amen. Ya mule 3 mars 57. Paragraphe yake tu 10. Kisha tutaingia maombi hapa tukimaliza. Profeti kunasema hapa juu ya baeli. Ndio kunasema naanza kidogo mbali. Le roi Ézéchias, Mfalme Ezekia, pouvait-il donc monter au niveau où était Élie? Angeweza kupanda kuile nafasi kwenye Elia alikuwa? Bien qu'il fût le plus grand homme du royaume. Hata kama alikuwa mtu kababi wa ufalme. Le roi. Mfalme. Mais quand il a tourné sa face, lakini wakati aligeuza uso wake contre le mur, mbele ya lukuta, contre le mur, et a pleuré amèrement, na alilia kwa uchungu sana, Dieu a parlé à Esaïe, Mungu alisema sana na Isaya, qu'il aille lui parler. aende amwambie. Mfalme hakuwa egle mfananisho ya gisi nabii anatonisha hapa. Yeye hakuwa tai. Asema yeye alikuwa mfano wa ule ndege faucon. Me imani yake kwanza
Hata kupanda yulu sana. Sikia kanisa. Prière inafaa upande mu niveau fulani. Je tutaona hii des jours mbele yetu. Prière na vyoko pale. Mungu mtakatifu kunaomba na sema kuna lala pale. Haina prière ile. Prière inafaa utoke pale penye huko. Unapanda mu niveau fulani. Unakuwa mkuongea na Mungu. Ndio prière. Ile wewe unaisitaka tu maneno. Sasa tu kama Katoliki. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Maria mtakatifu, prière iko na macouplet. Na iko na refrain. Mama Maria, mama ya bot ndio couplet. Ndio nani couplet. Ulisema baba, tunakuchagua kuliko wanawake wote. Ndio bot waitika sa refrain. Maria mtakatifu. Na sope na teno. Maria mtakatifu. Maria mtakatifu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Uto haina prière ile. Ile ni récitation. Amen. Mais prière. Alléluia. Ni dialogue. Maria wa batu wachunga ndio ufufuko. Eko mkupumzika lwake kimya Maria wa batu. Alipokea Roho Mtakatifu, mwesito mtafuta. Me wewe naomba mtu mwenye alitafuta Roho Mtakatifu akaokoka. Wewe naomba na yako okoe wewe. Chini ya kile ina sawa. Prière ni kuongea na Mungu. Amen. Tunapaswa kuwa sincere. Kama kuna buchawi wako, kuya tubutoshe. Leta vitu vyako tutalunguza. Na hakuna mwatajua. Ni watangambo ya huko. Na kubana huko kwa balozi. Amen. Sasa na bana mki kwa balozi. Mbele balozi ni tutoto tu. Zamani kwa bakambo, angava zeka. Leo tuko tu jeune. Kimi na konesha. Ataka le miguu. Ni tutoto tu. Amen. Leta abo. Tena secret. Tutabulunguza na utapoka deliverance ya kweli. Hauna wa kwanza kulunguza hadi. Na utakuwa wa kwanza kuokoka. Amen. Huko unajangaisha wewe peke. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ikonekala pale. Haligeuka tu babazi. Experience na Mungu kitu kizuri sana. Amen. Kugeuka tu. Eko tisha mkontakti na mbingu. Akuangalia batu, anaangalia kibambazi. Prière anasema, prière asema ni kuparler à l'invisible. Usema na kile kionekani. Uko naongea na kitu kionekani. Me imani yako we iko deja câblé. Kuko singa deja inakuunga na mbingu. Ndio prière. Alléluia. Amen. Shika sa telefone hapa. Sasa unaita mtu akalemi. Kuko kama nakuunga na kalemi. Me unasema Alléluia. Amen. Ibi ni imani yenyewe mtu anamaterialize, imani inakuwa palpable. Njoo vitu sawa hivi. Ni imani inakuwa palpable. Amen. Amen. Vile vile unaongea na mtu mkuangalia hapa. Yeko Bulaya. Na njoo tuza kuangalia uko naongea hapa mvidi. Uko naongea na mtu huko mbingu. Ni kitu kimoja. Amen. Amen. Anageuka tu hivi. Deja mkontakti na mbingu. Seigneur Dieu. Mungu wangu. Na Mungu anasema nasikia. Elia. Nani Isaya? Rudia mbi. Profeta anasema, njoo kasabi njoo Isaya. Haya gani Isaya alipata? Ndio profeta anasema. Haya gani Isaya alipata? Alishatangaza kule kutoka milango atakufa. Bwana nionyesha atakufa. Profeta anasema Mungu amen. Mutia angalisho. Kama Mungu anasema kitu, akiatimilika. Acha kutangaza. Amen. Petete kitabadilika. Profeta anasema alikuwa mkanisa, eko na prêcher, ana vision. Yule dada moja. Serche na kui. Bana mbeba banamtia mu serche. Sasa anangasa, udada atakufa huyu. Asema, nilikuwa naogopa kusema. Yule dada akiwa na imani. Kisha mimi kusema, imani yake itabadilisha kile kitu. Taonekana kuwa mwongo. Amen. Me kama ni onction ya profesi na kuya, naitosha. Me kama na onction ya profesi, ikala kimya. Vision ina profesi. Amen. Amen. Tuko male. Mungu anakuonyesha vision. Alfred anajikwa na anavunjika mkono. Wewe unanipa konte. Est-ce que ilikuwa ni profesi? Ulipata onction kushia message. Sio utaongelea hayo kizi ulipata. Niliona hivi, mimi sikupata mafuta ya kuprofetize. Amen. Amen.
Mungu akubariki sana kanisa. Oh, Mungu mzuri. Mungu eko bien sana. Okay. Mais Lakini quand il a tourné face contre le mur, wakati aligeuza uso wake kumikurukuta, il a pleuré amèrement. alilia kwa uchungu Dieu parlait à sana. Esaïe Mungu akasema na Isaya pour qu'il aille qu'il aille lui parler. kwa kwenda kumwambia. Esaïe pouvait monter, Isaya aliweza kupanda, angeweza kupanda. Okay. Pardon. Esaïe pouvait monter au niveau où Ézéchias ne pouvait pas. Isaya angeweza kupanda kwa nafasi yenyewe Ezekiasi angeweza. Même si Ézéchias pouvait prononcer un seul mot ici sur terre, hata kama Ezekiasi angesema neno moja hapa kwa dunia, comme un faucon, kama vile ule ndege kibombobombo, et tout s'inclinait à ses pieds. na bote banatia busu banashontama kunani. Ezekias alikuwa mfalme, anaweza kusema waskari wote mpita huko, hapo zote mfalme banapita kwa anajipanga pale, banekala chini, ale mtoke nje, hapo zote wote wanatoka. Mais Isaya alikuwa politicien, alikuwa mtumishi wa Mungu, angekuwa na ile mamlaka mbele ya soda, lakini mbele ya Mungu Isaya alikuwa anapanda mu niveau ya yulu sana, mu viwango vya yulu sana, na kuongea na Mungu kushindia Ezekias. Bandugu yangu, tuko mkanisa huko, tunaachana madimension. Amen. Amen. Hata tuko si wote kuba. Haleluya. Amen. Tuliona ile siku na tutaona ndani kesho. Imani na ni maombi ni kupanda yule. Tunaachana masfere. Kuko mtu mwingine ataweza kupanda yulu zaidi yako. Tuheshimiane. Tuko watoto wa Mungu wote. Lakini tunaachana kuonja Mungu humu. Haleluya. Haina bure. Biblia inatuonesha kila mtu ajikute kwa mdogo kwa mwenzake. Ni yale kunyenyekea. Haleluya. Amen. Utaweza kuwa na franga, utaweza kuwa na akili mingi. Huyu dada au frère mwenye peut-être hajulikana kama mkanisa, eko rempli na Saint Esprit pale. Amen. Kimya. Wewe zasema ni mizaa. Mtu kwa yako sikia na Mungu pale. Anafanya kosa, anatengeneza maisha. Wewe iko vide. Amen. Amen. Au ni mtu mtazaa kuzoea na kumfanyia unapenda. Kweli? Tuogopane hata kukorale huko. Amen. Amen. Tunaachana kanisa muyue vile kile kitu. Bengi wanapata hata magumu ya kupigwa. Ni kukoseana kati yetu, tutaona dimanche. Amen. Amen. Tunapasha kuheshimiana. Njoo au ujui mwenye kwa pembeni yako. Eko na kitu gani? Ni 10,000 volte ule. Njoo kwa watu wengine mkanisa. Mtanipauzeni ni mpriere binafiki. Eko mkanisa anjikuta ataweza kufanya n'importe quoi. Abata kupika, ataweza kufungisha. Utafanya nini? Atoke pale. Atoke pale. Kumbe kuna Saint Esprit. Atoke pale. Mungu sasa juzi ndio Paulo alisema, haina mimi kuishi ni Mungu. Ndio. Na kuleta shauri. Amen. Amen. Atoke pale. Hala, yatafanya nini? Mbele yetu nyumba yake. Yetu nyumba yake. Mungu asema, unamwona njoo huyu, aloke ilikuwa ni mie, anakupiga. Kisha kukupiga, mwenye kukanisa. Niko na magumu haitoki. Una yako ilitokea. Haleluya. Amen. Tuwe watu wa kujishusha. Na Mungu wetu atafanya vikubwa kati yetu. Amen. Haleluya. Prière. Haleluya. Amen. Prière. Prophète anasema bitu bingi njua prière. Ansa prière. Amen. Amen. Ni majimele ya Mungu. Ata promesse kombali. Kama Mungu alikuahidia kitu, au ndani ya moyo wako uko na besoin ya kitu fulani, unajua baraka hizi zinakuwa. Baraka iko hivi. Kila mtu peko naishi, eko na ile baraka wanaita ideal. Kama ni mwanamke, amen, hayaolewa, eko na ile wanaita mari ideal. Ni Bwana mwenyewe, eko mu imagination yake. Bwana wangu mie napenda au hivi, tabia yake iwe hivi, au mkupenda Mungu.
ni imagination yako. Je kitamaterialize kile kitu. Ni prier na kujikonsakra kwa Mungu. Amen. Amen. Napenda mu maisha yangu niwe hivi nikijenga nyumba yangu kutoka na shamba yenyewe pia mwenyewe ile shamba yangu kama tuna maisha makazi yangu na ingia za komba ni prier nitakupatia vile vitu. Juu prier profeta asema ni majimel kazi yake nini? Asema hautabeba majimel ovale juu angalia napasa gani. Sasa shiko karibu yako ni vitu biko mbali sana. Ndio baba na jimele wanatia. Asa utaka ku régler jimele. Bitu biko ma kilomètre. Unabibulula paka mu temps présent. Pour faire ça ni prière. Hata bitu bilikuwa mbali. Hata baraka ilikuwa mbali. Haleluya. Utaweza kuomba Mungu. Anabulula baraka hapa. Amen. Uponyaji ulikuwa mbali. Anabulula hapa. Amen. Kuzala kulikuwa mbali. Haleluya. Amen. Prière inabulula batoto hapa. Amen. Sasa prière. Profeti baname ko naombea watoto wamoja. Banamwita kipofu. Anamuombea kipofu. Anamuombea. Anamwonyesha unaona? Sioni. Bwana sasa koma sa. Kanisa, batumishi. Sasa ni kitu gani hiki? Amen. Ni WhatsApp na kausha machozi. Amen. Amen. Bato kama kavu maombi. Tulikuwa naombaga maombi sasa tu watoto. Unaomba maombi. Si tu watu na watoto. Unafungua watu unaangalia watu hivi. Machozi batu. Oh Mungu. Uifanye vile mkanisa Kabimba. Amen. 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 Bato kanalia. Juu ya dhambi yabo. Mtu analia. Bwana tatengeneza dhambi je Mungu wangu. Taanza je. Taishia je baba. Mimi nikupotea huku baba. Mtu analia. Njoo kwa maana maprofesi ilikuwa mingi mumkanisa. Jia nini? Mungu alikuwa na kazi munene. Mioyo ya watu mingi ilikuwa yenye kuvunjika. Alo Mungu alikuwa na message mingi ya kuwapatia. Me Mungu anaangalia ni mtu moya, bawili, njoo beko sense. Utaona sama mtu naomba. Utazania unatafuta ta jojo. Eo pako naomba. Seigneur Jésus. Alikaka kimya. Pale kuna waza kunyumba yake. Anaanza tena kale yangu akairabisha kale yangu fulani. Sasa njoo chezo yako kucheza kuvertira yangu hiyo lichanaka hayo. Oh Père Dieu le tout puissant. Monsieur le Maïbama, il m'a devoir yake ya kutupatia. Paka maki kutoka hapa nitafute. Seigneur. Nikumbuke baba. Uokoe nafsi yangu Mungu. Yesu. Na papa na hapa nikimaliza hapa mwishote mai. Ndio kazale maombi, Mungu mwenye kwa kambo yako atasikia. Amen. Amen. Zama tuko na liaka kanisa. Kanisa turudi kwa magoti. Kanisa ni semene ya kilio hii. Hii semene ni semene ya kilio. Amen. Haleluya. Tumulilie Mungu. Tumulilie Mungu. Tunabeza wokoka. Wewe ushaokoka wewe. Tangu liamini ushaokoka. Experience yako mtakatifu gani ushafanya dada yangu? Amen. Amen. Uko sira ya okoka. Uko unachekea nini? Angalia maiti hii mkucheka. Profeta anasema bila Roho Mtakatifu uko ni maiti. Sasa maiti leo nasema juu ya kuzikwa, iko nacheka. Ndio shimi yangu ile. Uko sawa we? Amen. Zamani tulikuwa tunaogopa kupotea. Sasa anasema tu Yesu atakuja. Dunia itaisha. Haleluya. Amen. Mtu analia. Anafika magharibi mama. Ile siku kile kishushu chako, mimi nikibaka choo hiki. Mama ile mazio semaka kama naiba. Ilikuwa ni mie mama. Mama ile makuta ipotele siku. Haikupotea, haikunyangukaka. Nilibebaka njoo nikasema inanianguka. Sincerité iko wapi mbatoto? Amen. Amen. Haina kwa haleluya. Amen. Haina semena kutengeneza maisha hii. Haleluya. Amen. Ni semena kutengeneza maisha hii. Kama unapenda maprofesi. Amen. Amen. Itumike kwa nguvu. Na ianze kutaya batu majina. Juu ya mahitaji yao. Mutengeneze kwanza maisha yenu. Amen. Sasa moyo unakuwa safi. Mungu anaanza kurudia sasa kukupatia maadi yenye alikuahidia. Hata kubarikia maisha yako ingali hivi. Hata sema kitu. Hata bakia kimya vile vile.
Haina kusema benye kwa mazawadi banazembea. Zawadi iko pale, iko na kuchunga njoo weye utengeneze maisha na ikusaidie. Amen. Amen. Ndio vipi? Mungu atubariki sana. Haleluya. Tuko tayari kanisa? Tutasimama wima kanisa. Wakati